ए खुदा ए कार साजो ऐब पोशो किरदेगार ए खुदा ए कार साजो ऐब पोशो किरदेगार है मेरे प्यारे मेरे मोहसिन मेरे परवरदिगार. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ndugu mpenzi mtazamaji wa MTA Africa, karibu kwenye kipindi chetu cha sifa tukufu za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kipindi chetu cha leo tutajadili kwa undani kuhusiana na sifa tukufu ya Mwenyezi Mungu ya Al-Kabir pamoja na sifa nzuri ya Mwenyezi Mungu ya Al-A'la. Tunayo fahari ya kuwa nasi walimu mashuhuri katika elimu ya dini ambao watatueleza kwa undani kuhusiana na mada hii tukufu ya sifa za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wageni walioungana nami leo hii ni Maalim Idris Nyanje Sahib ambaye ameketi kwenye mkono wa kulia, pamoja na Maalim Naim Mulembo Sahib ambaye ameketi kwenye mkono wa kushoto. Karibuni sana katika studio yetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tukianza na Maalim Idris Nyanje Sahib. Leo tunajadili kuhusiana na sifa hizi mbili tukufu za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ya kwanza ikiwa ni sifa ya Al-Kabir. Hii sifa ya Al-Kabir inamaanisha nini? Naam, asante sana ndugu mtangazaji, na kwa kuanza kuelezea sifa hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwanza inafaa mtazamaji afahamu kwamba hii ni miongoni mwa zile sifa tukufu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambapo Al-Kabir maana yake ni aliye juu ama aliye mkubwa. Hapo tafsiri yake hasa ya hii ni ile inamaanisha kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule ambaye yuko juu, ambaye yani hakuna kitu kingine ambacho kipo juu zaidi yake. Yani ni ile hali ya kuwa juu bila ya mfananisho. Kwa sababu katika lugha ya Kiarabu kuna huo mnyambuliko wa maneno ya aina hii, kwamba kwa mfano kuna akbar na al-kabir. So al-akbar ni ile ya kufananisha kwamba yeye ni mkubwa ukilinganisha na vitu vingine, hii ni akbar. Lakini kabir inamaanisha kwamba hakuna kitu ambacho kipo zaidi yake. Lakini pia sifa hii mara nyingi inahusishwa pia zaidi na sifa yake hiyo ya al-Ali, kwa sababu pia al-Ali ni yule ambaye yuko juu, mtukufu, ambaye pia hakuna kitu kingine ambacho kinazidi utukufu wake ama ile hali ya kuwa juu. Na ili kuthibitisha hili kwamba hizi sifa zinahusishwa katika maana zao, katika Qur'ani pia sura ya 22 aya 63 Mwenyezi Mungu anasema kwamba baada ya billahi minash shaitani rajim, kwamba dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir, kwamba haya ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye haki ama ndiye kweli, na wale ambao wanaabudiwa kinyume chake hao ni batili ama ni uongo, na kwamba hakika Allah ndiye mkubwa aliye juu. Hapa tumeona kwamba aliyu na kabir zimefuatana. Hii inaleta ile maana kwamba maana zote za sifa hizi zinakaribiana zaidi. Shukran sana Maalim Idris Nyanje Sahib kwa kutuelezea maana ya sifa ya Mwenyezi Mungu ya Al-Kabir, na ina maana ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mkuu, ni mkubwa kuliko vitu vyote. Na vile vile wakati tunaposikia adhana muadhini akitaja Allahu Akbar, Allahu Akbar, basi tunapaswa kufahamu ya kwamba hakuna, yani Mwenyezi Mungu ni mkuu kuliko chochote kile ambayo tunafanya kwa huo wakati. Basi ni vizuri kuachana na shughuli zote na kuenda kwa ajili ya ibada, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mkuu kuliko kila kitu. Na Maalim Saib, je, kuna sifa ambazo zinafanana na sifa hii ya Allah ya Al-Kabir? Bila shaka sifa za Mwenyezi Mungu sawa na
tulivyosema katika vipindi vilivyopita kwamba vinaashiria dhati moja ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mpaka kuwepo na mfanano katika hizi sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifa ya Al-Kabir inaashiria ukuu wa asili sawa na ufahamu wa mwanadamu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo unavyosema Allah ni Al-Kabir, ule ni ukuu wa asili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sifa za Mwenyezi Mungu zenye kufanana na sifa hii, mojawapo ni sifa ya Al-Jalil. Al-Jalil ni mkuu, yani aliyekuwa mtukufu, mkuu na mtukufu. Al-Jalil ni Mwenyezi Mungu ambaye ameenea ulimwengu mzima, enzi yake imeenea ulimwengu mzima. Hii katika akili inaleta ukuu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumaanisha kwamba hii Al-Kabir na Al-Jalil zinashabihiana na kufanana kimaana. Na pia sifa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Al-Mutakabbir, ukisikia muumini au Muislamu anataja Allahu huwa Al-Mutakabbir, Mwenyezi Mungu ndiye mkubwa zaidi, ukuu ambao hauna mfano, ukuu ndani ya ukuu. Maana yake ni kwamba sio maana kama vile ilivyotumika kwenye hali ya kibri ama hali ya kujifanya mkubwa, bali Mwenyezi Mungu anaeleza namna alivyokuwa mkuu kidaraja na mkuu katika utukufu na mkuu katika dhati yake. Kwa hivyo hii sifa ya Al-Mutakabbir inaashiria ama inashabihiana moja kwa moja na sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya Al-Kabir. Kwa hivyo sifa ya Al-Jalil na Al-Mutakabbir ni mojawapo ya sifa mbili zinazoendana kimaana na sifa ya Al-Kabir. Naam, shukran Maalim Naim Mulembo Sahib, na natumai ya kwamba imeeleweka kwamba sifa ambazo zinafanana na sifa hii ya Al-Kabir ni sifa ya Al-Jalil, ambayo pia tulielezea katika vipindi vilivyotangulia, na sifa ya Al-Mutakabbir. Na Maalim Sahib, hii sifa ya Allah ya Al-Kabir tunaweza kuitumia katika maombi? Naam, na bila shaka muumini wa Kiislamu anaweza kutumia sifa hii kwa ajili ya maombi yake kila siku. Na hii ni kwa sababu binadamu wamepewa ile sifa ya kuiga baadhi ya sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii pia Mwenyezi Mungu ametujalia kwamba pia sisi tuweze kuiga. Na kwa sababu ya utukufu wa sifa hii, Mwenyezi Mungu akaifundisha hii sifa katika maombi yale ya Muislamu ya kila siku. Inamaanisha katika sala ya Kiislamu sifa hii kila mara inatajwa. Pale ambapo mtu anabadilisha mkao katika sala, lazima aseme Allahu Akbar, hapo Allah ni mkubwa. Hivyo katika hali hii tunaiomba ile sifa, ambapo licha kuwa Mwenyezi Mungu amedhihirisha utukufu wake kwetu, lakini bado hajajidhihirisha kikamilifu, kwa sababu hii sifa ni pana. Kwa hiyo ni kama vile ambavyo Mungu sisi tumejaliwa elimu, ambapo kwa elimu hiyo tumefanya vitu vingi vikubwa, lakini bado Mwenyezi Mungu anasema kwamba nyinyi hamkupewa elimu isipokuwa kidogo tu. Hivyo hata hii sifa pia ya Kabir, hata kama tumeshapewa, lakini bado haijakamilika sawa na ukubwa wa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana sisi kila siku tunasali tukisema Allahu Akbar, Allahu Akbar, tunatafuta ule ukamilifu wa hii sifa kwetu, lakini kwa sababu ni sifa ya Mwenyezi Mungu hatuwezi kukamilisha. Na vile vile pia hata huko hata mtu akiaga dunia, hata huko pia peponi, Mungu anasema kwamba waaminio huko peponi wakipata daraja jipya watasema Mwenyezi Mungu tukamilishie nuru yetu. Hii inamaanisha ni kwamba kila siku Mwenyezi Mungu atawaelekea waaminio wa peponi kwa shani mpya, ambapo waaminio watakuwa na ile hamu ya kutaka kujua mwisho wa hii shani, ambapo haitawahi kuisha. Kwa hiyo tunaambiwa tuombe katika sala kila siku hii sifa ili Mungu atujalie, lakini licha kuwa anatujalia kila siku shani mpya, lakini bado hatutaweza kuimalizia kuipata sifa hii katika maisha yetu ya duniani hapa. Naam, asante Maalim Sahib kwa maelezo hayo kuhusiana na namna ambavyo tunaweza tukatumia sifa hii ya Mwenyezi Mungu katika maombi, hii sifa ya Al-Kabir. Na Khalifa mtukufu wa pili akielezea kuhusiana na kumkumbuka Mwenyezi Mungu, dhikri ilahi, alieleza ya kwamba ni Mwenyezi Mungu anasema kwamba wala dhikrullahi akbar, ya kwamba kumkumbuka Mwenyezi Mungu ni jambo ambalo ni
kubwa zaidi. Kwa hiyo vile vile kwa sababu tunazungumzia hii sifa ya Al-Kabir, ni muhimu pia watazamaji kuelewa ya kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kutumia sifa hii ya Mwenyezi Mungu ya Al-Kabir katika maombi zetu za kila siku. Na Maalim Saib, je, kuna aya ambayo inapatikana katika Qurani inayohusiana na sifa hii tukufu ya Al-Kabir? Bila kwenda mbali, aya aliyoisoma ndugu yangu ya Suratul Hajj sura 22 aya 63, Mwenyezi Mungu ametaja moja kwa moja hii sifa ya Al-Kabir ambayo ni sifa yake. Anasema ya kwamba baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, dhalika bi anna Allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Hii ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwenye haki, na hakika vile ambavyo wanaomba kinyume chake ni vya uongo. Alafu anamalizia kwa kusema wa anna Allaha huwa al-aliyyul kabir, na hakika Mwenyezi Mungu yeye ni yule mwenye ana utukufu wa hali ya juu, au ni yule mwenye daraja lake ni la juu na ni mkubwa. Kwa hivyo hii aya inatubainishia ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hali ya utukufu na katika hali ya asili ya kawaida. Anavyosema huwa waliyul, maana yake yupo juu katika ukubwa na yupo juu katika daraja. Wakati huo huo anatueleza ule ukubwa wake wa asili ambao tunaufahamu sisi kwamba Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, anasema yeye pia ni Al-Kabir. Kwa hivyo hii aya ndio aya ambayo inaeleza vizuri namna ya ukuu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia hii sifa yake ya Al-Kabir. Naam, shukran Maalim Naim Sahib kwa maelezo hayo ya mukhtasari kuhusiana na namna ambavyo Mwenyezi Mungu ameelezea sifa hii ya Al-Kabir katika Qurani tukufu, na bado inabakia pale pale ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aliye mkuu na aliye mtukufu, na ukuu wake ni ukuu ambao ni mkubwa kabisa, ambayo hakuna yeyote ambaye anaweza akaifikia isipokuwa yeye tu. Na Maalim Saib, nilieleza mwanzoni ya kwamba tutajadili sifa mbili tukufu za Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tumeanza kwa kujadili sifa ya Al-Kabir ambayo inamaanisha ukuu wa Mwenyezi Mungu. Sasa je, maana ya sifa ya Mwenyezi Mungu ya Al-A'la inamaanisha nini? Sifa hii au jina hili Al-A'la ni pia ni mojawapo katika sifa tukufu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo maana yake pia ni yule ambaye yuko juu kabisa au aliyetukuka zaidi ama aliyenuliwa zaidi katika daraja. Kama nilivyoelezea kuhusu Kabir na Akbar, vile vile pia hii kuna mfanano, kuna sifa nyingine ambayo inafanana hii kidogo, japo kwa kidogo, ambapo hii sifa hii ni Al-Ali ambayo tumeizungumzia. Lakini tofauti yao ni kwamba Al-Ali ni yule ambayo yani yeye yuko juu kabisa na hakuna kingine kinachofuata baada yake. Lakini hii sifa ya Al-A'la maana yake ni yule ambaye yuko juu kuliko kitu fulani. Yani ni ile hali ya ujuu katika kufananishwa na vitu fulani. Hivyo kama ilivyokuwa tofauti kati ya Kabir na Akbar, pia vile vile katika A'la na Ali pia kuna tofauti ile ile, ambapo A'la na ambaye yani yuko juu katika kufananishwa na vitu vingine, lakini Ali yuko juu kabisa na hakuna kitu ambacho kinaweza kufikia au juu yake hakuna kitu kingine. Naam, sifa ya Mwenyezi Mungu ya Al-A'la, sawa na maelezo ni kwamba ni sifa Mwenyezi Mungu ambayo unaonesha namna ambavyo Mwenyezi Mungu yuko juu. Yani hakuna chochote ambacho kiko juu zaidi ya Mwenyezi Mungu. Ni yeye ndiye aliye juu kuliko kila kitu. Na Maalim Saib, je, kuna sifa zingine za Mwenyezi Mungu zinazofanana na sifa hii tukufu ya Al-A'la? Mmojawapo ya sifa ambayo inafanana nayo ni sifa ya Al-Ali. Al-Ali maana yake ni aliyetukuka zaidi. Kwa hivyo unavyotaja daraja la Mwenyezi Mungu kwamba yuko juu, hatumaanishi kwamba yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala anaishi juu ambapo hapatikani pale pengine. Maanake juu inaelezwa ni daraja, na kuwa juu maanake yuko juu katika kila kitu.
katika utukufu, katika ukubwa na katika hali zote ambazo mwanadamu anaweza kufikiria. Kwa hivyo sifa ya al-a'la na sifa ya al-aliyun zinafanana katika utukufu. Wakati unataja utukufu wa Allah kwa kutumia sifa ya al-a'la na unataja utukufu wa Allah kutumia sifa ya al-ali, basi hizi maana mbili zinashabihiana katika kuelezea utukufu wa dhati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifa ya pili ambayo inafanana na sifa ya al-ali ni sifa ya al-qahhar, sifa ya al-a'la, samahani. Sifa nyingine ambayo inafanana na sifa ya al-a'la ambayo yuko juu ni sifa ya al-qahhar. Al-qahhar ni yule aliye juu zaidi, yule ambaye mtu mwingine au kiumbe kingine au chochote hakiwezi kufikia daraja la kuwa pahali ambapo alipo. Kwa hivyo unavyosema Allahu ni al-qahhar, kwamba yupo juu kuliko chochote, na Allahu huwa al-a'la, yupo juu kuliko chochote, unapata hii al-qahhar na al-a'la inaleta maana moja, kwamba Mwenyezi Mungu yuko katika daraja la juu, ama Mwenyezi Mungu yuko katika utukufu wa juu zaidi ambao hauna kasoro ndani yake, wala hapana kukosolewa ndani yake. Lakini sifa nyingine ambayo inaendana na sifa ya al-a'la ni sifa ya al-azim. Mwanzo nimetaja sifa ya al-ali. Al-ali, kama nilivyosema katika vipindi vilivyopita, sifa hii ya al-azim huwa ni vizuri tuiambatanishe na sifa nyingine ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili rehema za Mwenyezi Mungu zitufikie kwa haraka. Tunaona katika suratul Baqara aya ya 256 Mwenyezi Mungu anasema wa huwa al-aliyyul adhim, na yeye ndiye yule ambaye yupo ni mtukufu na ni mkubwa, au ni mtukufu zaidi. Yani adhim inaelezea ile utukufu zaidi. Kwa hivyo al-azim na al-a'la zinaendana kimaana ya kuelezea utukufu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo unavyoelezea sifa ya al-azim na sifa ya al-a'la, unaelezea utukufu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hizi sifa tatu nilizotaja, al-ali, al-qahhar na al-azim, zote zinaelezea utukufu na ukuu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sawa sawa na hii sifa ya al-a'la ambayo inaelezea ukuu kidaraja na utukufu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, tukiwa hapo kwenye hiyo swali, kuna baadhi wanaweza wakafikiria ya kwamba kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko juu, sasa ni Mwenyezi Mungu anaishi mbinguni. Je, jibu hii ni sawa, ama una maelezo gani kuhusiana na Mwenyezi Mungu kuwa juu na watu kudhania ya kwamba Mwenyezi Mungu anaishi juu mbinguni? Naam, wakati tunasema Mwenyezi Mungu yupo juu, hatumaanishi ya kwamba Mwenyezi Mungu ana makazi yake huko juu mbinguni. Tunamaanisha kwamba daraja la Mwenyezi Mungu lipo juu kuliko daraja lolote lile la mwanadamu au daraja lolote la kiumbe chochote hapa ulimwenguni. Sawa na unaona ndugu zetu ambao wamekosa kupata imani ya haki na wamekosa kupata ukweli kuhusiana na Isa bin Maryam, utakuta anasema Isa bin Maryam alinyanyuliwa juu, na wanarejelea aya ya Qur'an tukufu kwamba alinyanyuliwa kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo unaposema kwa Mwenyezi Mungu, manake yule amefikia pahali Mwenyezi Mungu alipo na yuko katika makazi ambapo Mwenyezi Mungu anakaa. Na sisi tunafahamu Mwenyezi Mungu anasema mlipo wawili yeye ni watatu, mlipo watatu yeye ni wanne. Maana ya kuwa juu sio kama vile wenzetu wanaweza fikiria, ama watu wengine wanaweza fikiria kwamba Mwenyezi Mungu yuko kwenye arshi anazunguka tu kule, ama yuko katika pahali pa juu yeye anakaa tu pale, bali tunazungumzia kidaraja na katika utukufu wake. Naam, shukran sana Maalim Saib kwa kutufafanulia jibu ya swali hii ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko kila sehemu, yuko mbinguni na yuko ardhini vile vile, na makao yake sio tu mbinguni kama wanavyodhania baadhi ya watu. Na Maalim Saib, tunaweza tumia sifa hii ya al-a'la katika maombi? Naam, bila shaka ni sifa ambayo inatumika katika kila hali, ikiwemo pia vile vile na sifa ya al-kabir, kwamba kwa mfano katika sifa al-kabir, sifa hii al-kabir ni katika maombi tukitumia mara nyingi tunatumia katika hali ya kutukuza,
ambapo sawa na maelekezo au sawa na semi za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye alisema kwamba mnapokuwa katika maombi yenu na mnamuomba Mwenyezi Mungu haja zenu fulani azitimize, basi kwanza mtangulize kutaja sifa zake. Kwa nyinyi kutambua ile utukufu wa Mwenyezi Mungu, anakuwa mwepesi wa kujibu haraka kwa sababu anajua kwamba kumbe mtu wangu huyu anajua mimi na sifa hii. Vile vile pia katika hii sifa al-kabir, tunaona kwamba kuna watu ambao ni wakubwa katika madaraja. Tuko nao wafalme, tuko nao maraisi. Hivyo mtu kama akona hii nani ndani ya moyo wake ujuzi kwamba kuna mtu ambaye ni mkubwa kuliko mimi, au kuna dhati ambayo ni kubwa kuliko mimi, ambapo kama rais ni Muislamu, basi akienda katika ile hali ya kusujudu na akisema Allahu Akbar, hapo ndani ya moyo wake kunakuwa na hii hali kwamba mimi si chochote, mimi ni mdogo tu, na hali hii huondoa kile kiburi ndani ya moyo wa mtu. Na sawa na maelekezo ama semi za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba yule mwenye kiburi hata kiasi kidogo ya chembe ni ngumu kuona pepo ya Mwenyezi Mungu, au ni ngumu kuona rehema ya Mwenyezi Mungu. Hivyo kwa kutamka hizi sifa za Mwenyezi Mungu kama hii al-Ala al-Kabir, kunasaidia kutoa ile hali ya ufahari katika mioyo yetu, kwa sababu mtu pia ameumbwa na hali hii ndani yake, na baadhi ya nyakati mtu kwa sababu ya elimu yake au cheo chake anajiona mkubwa. Lakini kama anatambua kwamba Mwenyezi Mungu ni al-Ala, yeye ni juu kuliko kila kitu, au anafahamu kwamba Mwenyezi Mungu ni al-Kabir ama ni Akbar, kama ndani ya moyo wake kuna ile hali ya aina hii, basi huyo mtu ile hali ya kiburi haitamwathiri na atakuwa mtu mwema ambaye atakuwa akimpendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, shukran sana Mwalimu Saab. Na pia nimekumbuka kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salam baada ya kuitumikia Uislamu mara nyingi, aliandika mpaka vitabu nyingi kutetea dini tukufu ya Islam, lakini bado alikuwa anamuomba Mwenyezi Mungu, anamuuliza Mwenyezi Mungu kwamba ni kwa nini umenipenda sana. Sasa Mwenyezi Mungu kwa ufunuo alimueleza ya kwamba teri ajizana rahe muje pasandai, ya kwamba amependa ile unyenyekevu ambayo Sayyidina Ahmad alayhi salam alikuwa nayo, licha ya kwamba alifanya kazi nyingi sana kuhakikisha kwamba anatetea dini tukufu ya Islam, lakini hakuingiwa na ile kiburi, bali alitambua ya kwamba Mwenyezi Mungu ni al-A'la, yuko juu zaidi na yeye ndiye mwenye heshima kupindukia. Na Mwalimu Saib, je, kuna aya za Qur'ani tukufu zinazoelezea sifa hii ya al-A'la? Naam, bila shaka aya za Qur'an tukufu zinazoelezea sifa ya Mwenyezi Mungu al-A'la, moja kwa moja katika sura ya 87 suratul A'la yenyewe inazungumzia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume wake na kwa waja wake. Mwenyezi Mungu anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, katika aya ya kwanza mpaka ya 3, sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, tukuza jina la Mola wako aliye juu. Na kwa sababu mwanzoni kuna sabbih, unaposabihi kitu unatukuza kitu ambacho ni kitukufu. Kwa hivyo maana ya al-A'la iliyotajwa pale ni utukufu. Hata kama tunasema aliye juu, maana yake inamaanisha aliye juu katika utukufu. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema sabbih isma rabbikal a'la, tukuza jina la Mola wako aliye juu. Tayari anaonyesha kwa kuanza na jina lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni tukufu jina lake kwa kulitaja. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza kutaja sana Mwenyezi Mungu katika dhikri, katika kufanya zile kukumbuka Mwenyezi Mungu na katika istighfar. Wakati unataja jina la Mwenyezi Mungu kwa kiasi fulani unaelekea utukufu, kwa sababu kuanza na jina lake tayari ni utukufu. Lakini al-A'la, sifa ile imetajwa pale, inaeleza utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba yeye yuko juu na wakati ule ule kwamba yeye ni mtukufu. Na kama mtu ni mtukufu ama kiumbe fulani ni kitukufu katika dunia, sawa na
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtukufu sana. Kwa hivyo sisi hatuwezi kujilinganisha na daraja lake, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia asingalikuwa wewe nisingaliumba huu ulimwengu, kwamba yeye daraja lake ni la juu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu naye daraja lake ni la juu zaidi, maana yake yeye yuko juu katika utukufu. Na hivyo tunaposoma hii sura tunaelewa namna gani Mwenyezi Mungu anaelezea hii sifa yake ya al-A'la kwetu sisi, haswa kuanzia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwetu sisi wanadamu ambao tunastahili kila mara tumtukuze na tutambue namna gani yupo juu, namna gani ni mtukufu katika hali yetu ya kawaida, na tuwe wenye kuendeleza hili mpaka wakati wetu wa mwisho au mpaka siku yetu ya mwisho, ili Mwenyezi Mungu awe radhi na sisi. Naam, jazakallah Maalim Sahib, na imebainika waziwazi ya kwamba sifa hii ya al-A'la imetumiwa katika Qur'ani tukufu, katika sura al-A'la vile vile, na imeelezea kwamba Mwenyezi Mungu ni mtukufu aliye juu, na hakuna kitu au mtu ambaye anaweza akafikia ule utukufu wa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na shukran sana kwa kuungana nami leo na kutuelimisha kuhusiana na sifa hizi mbili tukufu na nzuri sana za Mwenyezi Mungu, sifa ya Al-Kabir pamoja na sifa ya Al-A'la. Mwenyezi Mungu awalipe malipo bora, na tunawakaribisheni tena katika studio yetu hii ya MTA Kenya. Ndugu mpenzi mtazamaji wa MTA Africa, tumefikia kikomo cha kipindi chetu cha leo, na tumeweza kufahamishwa na kuelimishwa kuhusiana na sifa tukufu ya Mwenyezi Mungu ya Al-Kabir pamoja na sifa tukufu ya Mwenyezi Mungu ya Al-A'la, na imeeleweka waziwazi ya kwamba Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye mkuu na ndiye mkubwa kuliko kila kitu, na vile vile ni yeye ndiye aliye juu kuliko chochote kile mbinguni na ardhini, mpaka tutakapokutana tena siku nyingine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मौला मेरे कदीर मेरे किबरिया मेरे प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे मौला मेरे कदीर मेरे किबरिया मेरे प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे बारे गुना बला है मेरे सर से टाल दो बारे गुना बला है मेरे सर से टाल दो